Haleluya hosana, haleluya hosana, haleluya hosana. Thank you Jehova. Na huwa naanzaga na asante, kwa sababu asante ni neno dogo lakini linabeba nguvu ya kushift focus yangu kutoka kwenye ambayo hayako sawa kuja kwenye ambayo yako sawa. Na ukiwa na moyo wa shukrani, haya maisha ni kama kioo yatamiro kile ambacho ni wewe. Yaani ukiwa unashukuru yatatengeneza opportunities za uendelee kushukuru. Ukiwa ni mtu wa kucomplain, ukiwa ni mtu wa kulalamika, maisha yatamiro wachiwa yatakuletea opportunity na mazingira ya wewe uendelee kucomplain, uendelee kuishi kwenye hizo vibration ambazo umechagua kuishi. Iko hivyo. Kwa hiyo wanasema asante, kujiencourage mimi mwenyewe kuendelea kuwa na moyo wa shukrani no matter what, na kumuencourage mwingine kuwa na shukrani, maana shukrani ni ufunguo yani tunao, ni swala la kufahamu tu. Iko hivyo. Leo nina somo, hili ni somo ambalo nimejifunza na nimeona ni vyema nikishare kwa mwingine pia akajifunza. Jambo ambalo nataka kulizungumzia au somo ambalo nataka kuliweka hapa leo ni somo la kwamba we are all mirrors of the cosmos. Naposema we are all mirrors of the cosmos, ni kwa Kiswahili rahisi ni kwamba sisi, kwa lugha nyingine naweza kusema sisi ni manifestation ya ulimwengu. Yaani sisi ni ulimwengu wote katika form ya binadamu. Yaani kusoma kwenye maandiko imeandikwa kwamba tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Kwa hiyo kilichoumbwa kwa mfano wa Mungu ni kwamba kimeumbwa kwa namna ya ajabu. Ukisoma hata kwenye Mithali za Daudi anasema nitakushukuru kwa sababu umeniumba. Ukisoma kwenye ni Zaburi, sio Mithali za Daudi, I'm sorry. Ukisoma kwenye Zaburi za Daudi anasema nitakushukuru kwa sababu umeniumba kwa namna ya ajabu. Kwa hiyo kama tumeumbwa kwa namna ya ajabu, sisi ni mjumuiko wa ulimwengu wote. Yaani kama kungekuwa kuna kioo ambacho kinaweza kutuonyesha zaidi ya tunavyoonekana kimwili tu, hicho kioo kinaweza kutuonyesha kama ulimwengu wote ndani ya mwili, ndani ya mwanadamu. Na nitaelezea kwa nini nimejifunza kwamba we mirror the cosmos. Yaani tunaumira ulimwengu. Sisi ni mfano wa bahari katika mfano wa tone. Yaani sisi ni tone ambalo limebeba bahari yote. Yaani ni kitu kidogo lakini kimebeba maajabu makubwa. Na ndio maana mwanadamu hata maisha tunayoishi ana mitihani mingi. Ndio maana mwanadamu ni kama mawindo. Kama unavyoona mwanadamu anaenda kuwinda sungura, anaenda kuwinda mnyama pori, anaenda kuwinda chochote, ndivyo hivyo mwanadamu ni target ya entities. Entities ni viumbe wasio na mwili, viumbe wasio wanadamu. Iko hivyo. Ni viumbe ambavyo hata kuvielewa inabidi kwanza uvuke ufahamu wa kibinadamu ili ndio uweze kuvielewa. Hivyo vinaelewa hata thamani ya binadamu. Na ndio maana unaona hata Mungu kwenye maandiko tunaandikiwa alitupenda akamtoa mwana wake wa pekee ili kila atakayemwamini asiangamie na vitu kama hivyo. Ndio maana unaambiwa hata kwenye maandiko mfano wa mama anavyompenda mtoto, ndivyo ambavyo Mungu anampenda mwanadamu. Iko hivyo. Ndio maana unaona kila siku linatoka jua ambalo hatuwezi kulilipia. Ndio maana unaona kila siku inatoka pumzi ambayo huwezi kuilipia. Ndio maana kila siku unaona kila mwaka zinakuja mvua. Ndio maana unaona ardhi inatoa chakula. Iko hivyo. Ndio maana unaona kuna vibration za love, tusiuane. Ndio maana unaona kuna vitu hata kama hivi, kuna messages kama hizi bado zinaletwa kwenye dunia kwa sababu mwanadamu ni wa thamani. Na nitaelezea namna ambayo nitaelezea element ambazo zinaonyesha namna ambavyo mwanadamu ana mirror the cosmos.
Ili yawepo mwanadamu, ili au yawepo maisha kwenye mwanadamu, kuna vitu vitano ambavyo ni muhimu. Kuna elementi 5 ambazo ndizo haya maisha. Ili mwanadamu awepo, mwanadamu amejumuisha mambo makuu 5. Jambo la kwanza ni roho, ni spirit yake iko hivyo. Na hili jambo kwenye mfano wa elementi linaonekana kama elementi ya ether. Ether element ni elementi ya kwanza kabisa ambayo anayo mwanadamu. Ether ni wewe mwenyewe. Ether ndo wewe, yani yule I am. Na wewe ni zaidi ya mwili wako, wewe ni zaidi ya hisia zako, wewe ni zaidi ya mawazo yako, wewe ni zaidi ya chochote kile ambacho unaambiwa kwenye hii dunia. Yani kuna wewe, yule piwa wewe. Huyo ndo ambaye tunaambiwa mfano wa Mungu. Huyo ndo, tunatumia lugha gani? Huyo ndio observer. Observer ni yule anayepitia haya maisha, si haya maisha. Yani utakuwa ujue kuna wewe unayepitia haya maisha. Anayepitia haya maisha ni yule anayeyatazama haya maisha. Wewe ambaye upo kabla ya haya maisha, wewe ambaye utakuweko baada ya haya maisha. Wewe si mwili wako, wewe ni huyo ambaye ndiye roho. Huwa nawaambia watu, hata siku ya kufa au siku anapotokea mtu amekufa, pale msibani huwa hatusemi tunapoaga mwili, hatusemi tunamuaga marehemu, ni tunaupa heshima mwili wa marehemu. Kumaanisha kwamba pale kuna mwili wa marehemu, lakini marehemu hatuko naye tena. Maana marehemu ni yule ambaye alikuwa anasimama na huo mwili, spirit ya huo mwili, nafsi ya huo mwili. Ndio spirit, element ya kwanza kabisa inayokuwepo alipo mwanadamu, uwepo wake yeye. Observer iko hivyo. Na mtu ambaye ameaccend ufahamu wake, akaelewa kwamba yeye sio mwili wake, anaishi kama observer. Huyu ni mtu ambaye hatishwi tena na mauti. Na huo ndio ufahamu wa mwana, huyo ndio Kristo ndani yetu. Iko hivyo. Element ya pili ni water. Element ya kwanza ni ether, ambao ndio spirit, ambao ndio observer, ambao ndio wewe. Element ya pili ni water, ni maji. Tunaambiwa hata kwenye sayansi tunaofundishwa shuleni, kwenye mitaala ya elimu, maana elimu ni bure, maarifa ni ghali. Kuna vitu ambavyo havifundishwi shule, maana sio bure. Water tunaambiwa ni 75% ya mwili wetu. Water inabeba nini? Water ni nini kwenye maisha ya mwanadamu au kwenye mwili wa mwanadamu au kiroho? Water ni your feelings, hisia zako, jinsi unavyofikiria, jinsi ambavyo unaona maji yana flow, jinsi unavyoona liquids. Tabia ya liquid ndivyo zilivyo hisia zetu. Hisia zinakuja na kuondoka. Iko hivyo. Hisia hazikai zile zile, zinabadilika badilika. Iko hivyo. Hisia zilivyo ni kama kitu kinacho flow, unatakiwa uziachilie, usitake kuzicontrol, maana ni kama maji. Iko hivyo. Ni kama maji, mwenye ufahamu ndiye anayeyateka. Ukiwa huna ufahamu yanakuteka, yanakuchukua. Maana hisia ni mfano wa water, na kama unahisi wewe uko connected na water. Iko hivyo. Hata siku ukitaka kuachilia negativity kwenye hisia zako, nenda kakae kwenye maji ambayo yanatiririka, utaachilia. Iko hivyo. Au kunywa maji mengi, na yale maji uyanywe na intention, utaona kabisa unaachilia. Maana utaenda kukojoa, ukikojoa ni kuachilia. Iko hivyo. Elementi ya 3, maana elementi ya kwanza ni ether, ambao ndio spirit, ambao ndio roho, ambao ndio imebeba, ndio inayotizama hizi hisia ulizonazo. Maana elementi ya pili ni water, ambao ndio hisia ulizonazo. Observer anatizama hisia, maana wewe sio hisia zako, wewe ni mtazamaji wa hisia zako. Elementi ya 3 ni air. Ili mwanadamu awepo, inatakiwa iwepo pumzi. Air inawakilisha hewa, na hewa ndio pumzi. Na pumzi kiroho inawakilisha mindset, au air inawakilisha mindset.
Mindset ni ufahamu wako au akili yako au mindset yako au mawazo yako au fikra zako. Fikra ni zinakuja na kuondoka pia, kama unavyoona hisia zinavyopita, zinavyo flow. Imeandikwa kwenye Mithali za Sulemani kwamba pumzi ya mwanadamu ni kama taa ya Mungu, inaingia na yamulika yote yaliyomo ndani yake. Lakini pia ukija kuangalia mawazo yalivyo, mawazo sio physical, yani mawazo sio kitu ambacho kinachoonekana kwa macho ya damu na nyama. Mawazo ni kama mawimbi ambayo yako yanapita, kama unavyoona hii pumzi. Ukitaka hata kuishika huwezi kuishika, lakini ni kitu ambacho unaweza kukivuta, unaweza kukismell. Ukijaribu kufanya hivyo, utasikia kabisa kuna kitu unakivuta, na ndicho kinachokupa kuweza kuendelea kuwa aware, ndicho ambacho kinaweza kukupa kuendelea kuwa na fahamu zako. Ukibanwa pumzi yako kwa dakika 5, kitu cha kwanza utakachopoteza si kusheki. Kitu cha kwanza utakachopoteza ni fahamu zako, kwa sababu hewa haingii. Iko hivyo. Kwa hiyo hata roho ya ufahamu inaingia kupitia pumzi unayovuta. Kwa hiyo wewe ni mtu unayefikiria, wewe ni mtu ambaye unawaza, wewe ni mtu ambaye una think. Kwa sababu gani? You are connected to air. Mawazo ni yanakuja kupitia mawimbi. Kama unavyoona tunapigiwa simu, ukapokea simu yako inapatikana ukiwa uko connected na kwenye mawimbi, ukiwa connected na air, kwenye maana mawimbi ni vibration zinapita kwenye hewa. Iko hivyo. Chochote kile ambacho kinakufikia kiakili ni kama message inatumwa. Ufahamu ulionao ndani yako ni Mungu mwenyewe anapita. Akiondoka au asipopita unapoteza fahamu zako, unakuwa usiye na fahamu. Iko hivyo. Ili mimi niweze kuzungumza yanayozungumza, inabidi uwepo ufahamu wa Roho Mtakatifu. Iko hivyo, na nauvuta kupitia pumzi nayovuta bure, kitu ambacho hakiwezi kuuzwa sehemu. Iko hivyo. Kwa hiyo ni element ya 3. Element ya kwanza ni ether, ambayo ni roho yako inayo experience. Element ya pili ambayo ni feelings zako inayo experience. Element ya 3 ambayo ni hii pumzi inayo experience haya mawazo. Maana wewe sio mawazo yako, wewe ni mtazamaji na msikilizaji wa mawazo yako. Ukiwa uelewi hilo, ukiwa uko aware of hilo, utatekwa na mawazo yako, ndio utajikuta ndani ya depression. Maana utakuwa ukijitizama kama mawazo yako, maana utakuwa ujitizame kama mtazamaji wa mawazo yako. Iko hivyo. Hiyo ni element ya 3. Element ya 4 ni earth. Ukisoma kwenye maandiko na ukisoma hata kwenye nyaraka za kidini zinasema sisi ni mavumbi na tunarudi kwenye mavumbi. We are all earth. Yani earth ni sand, ardhi. Na ardhi ndio imebeba nature. Nature ndio imebeba mwili wetu. Kwa mwanadamu ili awepo anahitaji mwili, anakamilishwa na mwili. Tuseme mwili ni sehemu ya mwanadamu, na mwili ndio umetengenezwa na nature. Mwili ndio unaohitaji chakula ndio kinachotoka kwenye ardhi. Na mwili ndio action zako, mwili ndio matendo yako. Maana mwanadamu akiwepo, mwanadamu anatenda. Iko hivyo. Ili roho atende, inabidi awe connected na mwili ili atende. Iko hivyo. Ili roho anene, typing error kwenye ulimi. Ili roho anene kama hivi, inabidi uwepo ulimi wa mwili. Iko hivyo. Kwa hiyo mwili wako ndio umebeba matendo yako. Kwa matendo ili yawepo inakuwepo earth, na matendo yanatendeka kwenye physical, yanatendeka kwenye dunia ya 3. Mimi naamini we are all multidimensional being, na ndio maana nimesema we mirror cosmos. Yani sisi ni kioo cha ulimwengu. Yani tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, maana ni Mungu mwenyewe akijiexperience kupitia mwili. Na ndio maana umeandikiwa kwamba atakayemwamini mwana ana uzima wa milele. Kivipi? Ukimwamini mwana utaelewa wewe ni umeumbwa na Mungu aliye hai. Mungu aliye hai anaishi ndani yako, unamuishi. Iko hivyo. Wewe ni zaidi ya mwili wako. Iko hivyo. Kwa hiyo element ya 4 ndio mwili wetu.
Ndiyo earth iko hivyo, na wewe sio mwili wako, wewe ni observer, wewe ni you, who you are. Jiulize wewe ni nani, who are you, who I am. Na ukijua wewe ni nani, utajua wewe ni mwana, na mwana ni anayeyapitia haya. Kama ni magumu, si wewe hayo magumu, ni unayapitia tu, na ya last forever, yanapita. Kama ni magumu kihisia, ni hisia ziko zina flow, iko hivyo. Kama ni mawazo mabaya, achilia mawazo mabaya, ni yako yanapita kwenye hewa, iko hivyo. Lakini pia wewe sio mwili wako, kwa hiyo usiogope kufa, usiogope magonjwa, usiogope limitation za hii dunia. Maana limitation za hii dunia au mifumo ya hii dunia ni 666, na 666 ni element pia ambazo ziko kwenye mwili wa mwanadamu. Maana mwili wa mwanadamu ndio unaowakilishwa na 6. Mwanadamu aliumbwa siku ya 6. Mwanadamu ana pande 6. Ana mbele yake, ana nyuma yake, ana juu yake, ana chini yake, ana kushoto kwake na kulia kwake. Hana zaidi ya hapo akiwa kwenye mwili wake. Lakini ukifunguka kutoka kwenye mwili wako, kaamini wewe ni observer, umefunguka kutoka kwenye 6, au fungwe kwenye 666. Iko hivyo. Element ya 5 ni fire. Maana element ya 4 ni earth. Element ya 5 ni fire. Fire ndio inayosimama kama nuru. Fire ndio inayosimama kama your passion. Fire ndio inayosimama kama your will ndani yako. Yani ile misukumo inayokusukuma kuendelea kuishi. Kama mimi, ili niweze kufanya hivi, ni misukumo ndani yangu inayonisukuma kufanya hivi. Hivi ninavyoongea ni kwa sababu kuna passionate ndani yangu ya kuzungumza hivi. Iko hivyo. Au pengine ni will, ni God will, yani ni mapenzi ya Mungu labda kuongea hivi. Iko hivyo. Kwenye hii clip nitashare jinsi ambavyo symbol za ether, water, air, earth and fire zilivyokaa, namna ambavyo zilivyo, ili kukutana nazo uelewe. Maana kwenye hii dunia, yani ulimwengu unaongea na sisi. Maana ulimwengu ni kitu ambacho kiko hai kama sisi tulivyo hai. Maana sisi tuko ndani ya ulimwengu, na huwezi ukawa uko hai ndani ya kilichokufa. Iko hivyo. Na Mungu ni ulimwengu wote, na sisi tumeucombine ulimwengu ndani yetu. Iko hivyo. Na ukiona unayaelewa haya si kwamba ni mambo mapya, sisimlii mysteries, siongei maajabu mapya, na kukumbusha kitu ambacho nafsi yako inakikumbuka tayari. Iko hivyo. Na ukiona uyaelewi haya mambo hayakuhusu, you can move on. Comment, usilike, usifanye chochote. I'm not looking for viewers. Yeah, I'm just spread the truth. In the name of Yeshua, I manifest this to be clarity, to be key to someone, to bring light to someone, to bring light to me. Maana wema ni kile ambacho kina faida kwa wote, kwangu na kwa mwingine. In the name of Yeshua, I share over.